Cast them in my name. Hallelujah. Cast them in. Now, the name of who? Our commander. Touch your neighbor, tell your neighbor we have the commander. He is our commander in these battles. He is our commander. We cannot be defeated when we have the commander. Guza jirani yako mwambie you are defeated because you are walking alone. Attach yourself to a commander, you will begin to win battles. Jesus said that he has given us authority. He has given us authority comes from the commander. It is commander that gives authority. You can overcome because there is a commander who is training you to receive the power and overcome in that battlefield. He tells us, put on the full armors of the Lord. Number 1, pray. Number 2, full armors of the Lord. Read the word. Have faith. Those are weapons of believer. Amjui jamani. Helmet of salvation. Helmet of salvation. Funika kichwa yako jamani. Wakati unasikia wanasema mtu wa pikipiki akwe na helmet mbili, wanaokoa kichwa ya kawaida. Uko na kichwa ya kiroho ambaye kijigonga utapoteza destiny. Put on the salvation as a helmet. Nguza mtu mwambie kichwa yako funika na helmet ya kiroho. Funika na helmet. Helmet of salvation. Na miguu usitembee bila viatu ambayo ni injili. Neno la Mungu. Nguza jirani yako mwambie tembea bila viatu. Hapo ununue viatu ya pesa ngapi na huna injili, huna viatu vya kiroho. So you must have shoes. Put on the shoes. Readiness. Shoes in the spirit remind us to be ready. Ukiona mtu Mungu amekuonyesha kwa usingizi umevaa viatu, usikikemea useme pepo mchafu katika jina la Yesu. Hapana, sema thank you Jesus. Maana viatu inamaanisha you are prepared to move out. Kuza jirani yako mwambie ukiota umebaki miguu kavu, umepoteza injili. Umepoteza injili. Kwa sababu gani? We must put on. Number 2 anatuambia kwamba belt you wear. Put on the belt of truth. Ambia mtu kama hauna belt ya ukweli wewe umeangamia bwana. Mshi ya ukweli. Hauna belt, hata ufunge belt ya dunia hii ya shilingi 800, ya shilingi 10,000, hauna belt ya kiroho, you will lose the kingdom. Put on the belt of the truth. In other words, speak the truth. Amen. Hallelujah. Na anatuambia kwamba have faith. Faith is our shield. Nguza jirani yako mwambie ngao yetu ni shield, ni imani. Mtu ambaye ako na imani amejikinga jamani. Nguza mtu mwambie una security. Do you have security? If you don't have faith, kitu kadogo kana kugonga na mnayo unaanza kuwa na wasiwasi na tetemeka mpaka unaacha kuimba kanisani wewe kwenda huko kabisa. You don't have faith. Hello? Touch your neighbor, mwambie ndugu yangu, dada yangu, have faith. Faith is our shield. Maana Biblia inasema shetani anatupa nini? Mishale. Why? Anaogopa hawezi kufikia hapo. Shetani hawezi kufikia hili, anaogopa. Kwa hiyo kila ambacho anafanya anatupia mbali nini? Arrows. Ukiona mtu mwenye anakusongea na wewe anakuambia kunja ngumi uone, hiyo si muoga. Hapo na pepo ya vita huyo. Lakini ukiona mtu anakimbia anatafuta mawe na kutupia mbali na ameenda, hiyo ni muoga, wachana na yeye. So the devil is throwing arrows on us. Yaani utapata ufunuo ni muoga. Am I speaking to somebody here? Au utapata ufunuo ni muoga jamani. So he cannot move closer to you. You are moving in fire. So what can overcome these demons? The shield of faith. Faith. Aligonga Job akamwambia kwamba umekwisha kabisa. Mali imeenda, kazi imeisha, watoto wameisha, ngozi ndio hii inaendelea kuisha. Kufuru huyu Mungu. Akainuka, mishale inaguza. Kile kiliokoa Ayubu ilikuwa ni shield of faith. Yes. Faith. Akasema I came with nothing and I shall depart with nothing. Then the name of the Lord be glorified. That is the power of faith. Umefutwa kazi ama hujafutwa, wewe bado ni worshiper.
una pesa kwa mfuko ama hauna leo, furahi katika Bwana. Hata kama hauna kitu kwa mfuko, hata kama umetembea distance ndio ukafika hapa, hii ndio siku yako ya baraka kabisa. Wacha ile siku ulipanda gari hata ukachukua pia pikipiki. Tembea kabisa. Ukifika hapo utaomba ukimaanisha. Utainua mikono ukimaanisha. Kuna mtu unatoka hata chai hujakunywa. Faith will confuse the works of the enemy in your life. And I declare to somebody in the name of Jesus, whether we are in a season of things or out of the season of lack, we declare from today, we shall praise the Lord. We shall worship the Lord. We shall lift up our head and we say, thank you because you've given us life. Am I speaking to somebody here? Touch your neighbor, tell your neighbor, the greatest thing that the Lord has done to you is not to give you money, is not to give you a good job, is to give you life. Wacha kukimbia mbio naambia Mungu, sijui nini imefanyika Mungu. Wewe kuna watu unapenda na kuna wengine unachukia. Mungu anakupenda hata wewe, ndio maana uliamka asubuhi. Kumbusha huyu mtu kwa nini uliamka? Unapendwa. Arrows of the enemy must be blocked by our faith. Lenga imani yako na unaisimamisha imani. Weka imani mbele. Upitie kwa mazito, faith. Power to overcome. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. And finally, Joshua conducted the people of Israel through Jordan. Joshua conducted the people of Israel through Jordan. Now, Joshua was magnified at River Jordan. Joshua was magnified where? At River Jordan. Jesus also was magnified where? Joshua was magnified at River Jordan. Jesus was also magnified at River Jordan after his baptism. The dove came from heaven and landed on Christ. And the voice said, "This is my beloved Son." Now, he was magnified to become a son of God. So Joshua was magnified at Jordan, and also Jesus was magnified at Jordan. So we can see the typology of the picture of Jesus there. Ukiona Joshua anainuliwa pale Yordani mbele ya Waisraeli, jua ya kwamba that message means the gospel of Jesus. How Jesus will be uplifted after going through River Jordan. River Jordan is an emblem of death. Emblem of death. That is a place where the flesh dies. A place where we surrender the flesh. Then we are ready for assignment. Praise God. Touch your neighbor, tell your neighbor, have you ever passed through River Jordan? That road that is heading to Jordan, you must go through that road in order for you to have the power. That is the road of power. We die in the flesh, we gain the power in the spirit. Praise the living God. Amen. Amen? So, Jesus was also magnified in the same place, because Jordan is an emblem of death, where things takes place, the transition between the flesh and the spirit. The flesh must go and the spirit must take over. Praise God. Joshua overthrew the walls of Jericho. Joshua overthrew the walls of Jericho. Jericho means the world. The walls that were affecting the world, which means sinful nature. It was overthrown by Joshua. And if you read the Bible very well, you find that also Jesus Christ in 1 Corinthians chapter 1, verse 18 through 28, he overthrew the forces of this world and he took over the dominion. Amen? He took over the dominion. So we can see the picture of Joshua putting down Jericho. Alafu tunaimba tu Waisraeli waliimba mara 7, wakazunguka mara 7 mpaka ukuta ya Jericho ikaanguka. Get revelation, what is ukuta wa Jericho? Ukuta, ukisikia neno ukuta nini inakuja kwa akili yako? Ukisikia neno ukuta nini inakuja kwa akili yako? Ukisikia ukuta
Very good. Piga hayo makofi mazuri. Ukisikia tu neno ukuta, kizuizi. Na ukisikia tu neno dhambi, kizuizi. It is sin that hinders you to reach to God. Ni ukuta inazuia Israeli kufika Kanaani. Kama ninahubiria mtu hapo. Ni hii ukuta linazuia Israeli isiingie Kanaani. Na wewe pia kuna ukuta inaitwa dhambi, inakuzuia kuingia Kanaani yako ambayo inaitwa mbinguni. Eternity. Wewe jirani yako mwambie kabiliana na ukuta. And Jesus tear down that wall. How did he tear down it? When he died on the cross. The curtain that was in the front of the temple was cut into 2 pieces. Why don't you pata ufunuo kwamba the wall was broken? Am I speaking to somebody here? The wall was broken and a breakthrough was created. Kuna jirani mwambie lazima ukuta ianguke chini ndio uone destiny. Bila ukuta kwenda chini, destiny is not your portion. This wall of sin must be tear down. Somebody say amen. We shall continue from there next Sunday by the grace of God. Let us stand up before the Lord as we pray.